بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo kurasa nambari 105 wa kitabu chetu, tukiingia katika kumsoma al-maf'uli bihi. Sheikh baada ya kutueleza al-mansubatul asma na kutuonesha yote kwa ujumla, akaingia sasa katika kutuchambulia moja baada ya nyingine, na akaanza na al-maf'uli bihi. Tamam. Ndio nasema mtunzi hapa, lamma dhakara al-mansubati, pindi mtunzi alivyotaja majina yenye kunasibishwa ijmalan, kwa ujumla, sharaa, akaanza yadhkuruha, kuyataja majina hayo tafsilan, kwa uchambuzi, kwa maana kwa kulitaja moja baada ya jingine na kulitolea mifano. Tamam. Walam yadhkur fi tafsili, na hakutaja katika huo uchambuzi wake khabara kana wa akhawatiha, hakutaja khabari ya kana na ndugu zake, wasma inna wa akhawatiha, na hakumtaja isma inna na ndugu zake, watawabi'a, na hakuvitaja au hakumtaja mwenye kufuata hukumu ya kilichomtangulia, litaqaddumi dhikriha fil marfu'ati, litaqaddumi, kwa sababu ya kutangulia, dhikriha, kutajwa vitu hivyo fil marfu'ati, katika mlango wa al marfu'ati. Tamam. Kwa maana vitu hivyo pamoja na kuwa tumeambiwa ni katika al mansubati al asma, lakini havitotajwa. Tamam. Wabada bidhikri al maf'ul bihi, wabada, na akaanza mtunzi wa matn ajurumia bidhikri al maf'ul bihi, kumtaja mtendewa al maf'ul bihi, kwa maana mtendewa. Wa huwa fi lugha, naye huyo maf'ul bihi fi lugha, katika lugha, man waqa'a alayhi alfi'lu, man ni yule ambaye kwamba waqa'a alayhi, sawa, kimemtokea yeye, alfi'lu, kitendo, kwa maana ni yule ambaye amefanyiwa kitendo. Tamam. Sawaun kana alfi'lu hissiyan, sawa sawa kitendo hicho kilichomtokea kiwe ni kitendo chenye kuweza kuonekana kwa macho, kadharabtu zaidan, kama kusema nimempiga Zaidi. Kupiga mtu kunaonekana ni kitu hisia. Tamam. Lakini pia ni kitu ambacho kinaweza kutambulika kwa kusikia pia. Unaweza kusikia pigo la mtu kwa kumpiga mtu mwingine. Tamam. Hakadha kadharabtu zaidan, kama kusema nimempiga Zaidi. Au maanawiyan, au kiwe kitendo cha maanawi. Kitendo cha maanawi ni kile ambacho hakionekani kwa macho wala hakiwezi kushikika, lakini kinafahamika kupitia fahamu. Tamam. Tata'allamtu almas'alata, kama kusema nimejifunza mas'ala fulani. Utaona katika mfano wa kwanza utaona katika mfano wa kwanza, wa darabtu zaidan ndiye maf'ulun bihi, na kitendo ambacho kimemtokea ni kitendo gani? Kitendo hisia. Lakini pia katika mfano wa pili, almas'alata ndiye maf'ulun bihi, na kitendo kilichomtokea ni kitendo gani? Maanawi. Tamam. Ndio akasema Sheikh, fa inna dharba hissiyun, kwa hakika pigo ni kitu hissi, kwa maana kitu ambacho kinaweza kufahamika kupitia kuona au kukisikia. Tamam. Lakini pia kinaonekana vile kinavyofanyika. Wa ta'alluma ma'nawi, na kitendo cha kujifunza, fa inna dharba, kwa hakika kitendo cha kupiga hissiyun ni kitu ambacho ni hissi, wa ta'alluma, na kitendo cha kujifunza maanawi ni kitu gani? Kitu maanawi. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo hakuna farq kati ya kitendo kikiwa hissiyan au kikiwa ni maanawiyan, kitaitwa ni kitendo, na yule ambaye amefanyiwa ataitwa ni mtendeo, ambaye ni almaf'ul bihi. Tamam. Wa fi istilahi an-nuhat ma dhakarahu biqawli, wa fi istilahi an-nuhati, na katika
kanuni za wanawazuoni wa nahau, maana ya maf'ul bihi ni ile ambayo maana ya maf'ul bihi ni ile ambayo dhakarahu, aliyoitaja mtunzi biqaulihi, kwa kusema kwake, wa huwa al-ismu al-mansubu, maf'ul bihi wa huwa naye al-ismu al-mansubu ni lile jina lenye kunasibishwa, alladhi, jina ambalo yakau alayhi al-fi'lu, yaqau bihi al-fi'l. Tamam, yaqau kinatokea bihi, katika jina hilo, al-fi'lu nini? Kitendo. Tamam, kwa maana ni jina ambalo kitendo kinafanyika katika jina hilo, lakini jina hilo ni jina gani? Ni jina ambalo ni mansubu. Tamam, hakadha, yani akikusudia anna al-maf'ula bihi, kwamba maf'ul bihi fi istilahi nuhat, katika kanuni za wanawazuoni wa nahau, huwa al-ismu alladhi yakau alayhi fi'lu al-fa'il, ni ile jina ambalo yakau alayhi, kinatokea juu ya jina hilo, fi'lu al-fa'il, kitendo cha mtendaji. Nahu, mfano kusema darabtu zaidan wa rakibtu al-farasa, fa zaidan bas tamshila zaidi hapa maf'ulun bihi li darabtu, ni maf'ulun bihi wa darabtu, wal farasa na tamshila farasa maf'ulun bihi li rakibtu, ni maf'ulun bihi wa rakibtu. Wa mathala bimithalaini, na mtunzi ametoa mfano bimithalaini, kwa kupitia hii mifano miwili. Mifano miwili gani? Ya darabtu zaidan wa rakibtu al-farasa, lilisharati, kwa ajili ya kuonesha, ila annahu, ya kwamba, la farqa fil maf'ul bihi, hakuna tofauti kwa mtendewa, baina kaunihi, kati ya kuwa kwake, aqilan, ni mwenye akili, ka zaidin, kama zaidi aliyetolewa mfano hapo, au ghairi aqilin, au asiyekuwa na akili, kalfarasi, kama farasi aliyetolewa mfano hapo. Kwa maana maf'ul bihi anaweza akawa ni aqilan au ghairu aqil. Tamam, wa huwa ala qismain, wa huwa na hiyo maf'ul bihi, wa huwa na maf'ul bihi, wa huwa na maf'ul bihi ala qismain, imegawanyika kwenye vigawanyo viwili, dhahirun wa mudhmarun, au unaweza kusema dhahirin wa mudhmarin. Tamam, dhahirun akiwa na maana kuna maf'ul bihi ambaye ni ismu dhahir, wa mudhmarun na kuna maf'ul bihi ambaye ni ismu dhamir. Tamam, kama anna al-fa'ila aidan, kama ilivyokuwa kwa fa'il vile vile dhahirun wa mudhmar, kwamba kuna fa'il ambaye ni ismu dhahir na fa'il ambaye ni ismu dhamir. Tamam, baada ya hapo Sheikh akaingia kumtaja al-maf'ul bihi ambaye ni ismu adh-dhahir, akasema wadh-dhahiru, na maf'ul bihi ambaye ni ismu dhahir, ma taqaddama dhikru, ni ule ambaye utaji wake umetangulia au maelezo yake yametangulia. Wa huwa zaidun wal farasun, naye ni zaidi yule aliyetajwa katika mfano wa juu, wal faras, na faras, almutaqaddimani fil mithalain as-sabiqain, almutaqaddimani, waliotangulia kutajwa, fil mithalain, katika mifano miwili, as-sabiqain, iliyotangulia. Wal mudhmaru qismani, na maf'ul bihi ambaye ni ismu dhamiri, qismani, amegawanyika kwenye vigawanyo viwili. Muttasilun, kigawanyo cha kwanza ni muttasil, kwa maana maf'ul bihi ambaye ni ismu dhamiri ambaye ni muttasil, sawa sawa. Wa huwa alladhi la yubda'u bihi, naye huyo maf'ul bihi ambaye ni ismu dhamiri ambaye ni muttasilun, wa huwa alladhi, naye ni yule ambaye la yubda'u bihi, haanzwi katika nini? Katika maneno. Kwa maana katika maneno huwa anakuja mwisho, hawi mwanzo. Tamam, wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar, na wala hawi baada ya illa fil ikhtiyar, katika njia ya khiyari. Tulishaeleza kule nyuma. Tamam, lakini pia atatoa mfano hapo. Nahu, mfano wa nahu al-kafi, mfano wa kafu, min ra'aituka, katika kusema kwako ra'aituka, nimekuona wewe. Utaona kafu hii ni dhamirun muttasilun, lakini pia ni maf'ulun bihi, na haikuwa mwanzo wa maneno, imekuja mwisho wa maneno. Maneno yaliyoanza ni ra'aitu, kisha ndio ikaja ka. Tamam, idh, kwani, la yasihu an yuqala, haisihi kusemwa, ma ra'aitu illaka, ma ra'aitu illaka, hairuhusiwi kusema hivi. Kwa sababu gani? Hii kafu ni dhamirun muttasilun, wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar, na wala hawi baada ya illa
katika njia gani? Njia ya khiyari. Sawa. Waqad yaqa'u mithlu dhalika, na huenda likatokea jambo mfano wa hilo. Jambo gani? Jambo la kuja dhamirun muttasilun baada ya illa fi ghairi al-ikhtiyar, lakini si katika njia ya khiyari. Wa huwa dharuratu ash-shi'ri, nayo ni katika hali ya dharuratu ash-shi'ri, au wa huwa dharuratu ash-shi'ri, nayo huwa ni dharura ya shi'ri. Sawa sawa. Katika upande wa mashairi kuna kitu kinaitwa dharuratu ash-shi'ri, sawa, kinajuzisha yale mambo ambayo katika upande wa nathri hayajuzu. Tamam. Nathri ni uandishi wa kawaida wa sentence, kisha shairi ni ule uandishi wa kimashairi. Sasa katika upande wa kimashairi kuna kitu kinaitwa dharuratu ash-shi'ri, kitu ambacho kinajuzisha yale ambayo katika nathri hayajuzu. Kwa hiyo ukasema waqad yaqa'u mithlu dhalika fi ghairi al-ikhtiyari wa huwa dharuratu ash-shi'r. Sasa huenda likatokea mfano wa hilo. Lipi? La kuja dhamirun muttasil baada ya illa, lakini fi ghairi al-ikhtiyar, si katika hali ya khiyari. Wa huwa dharuratu ash-shi'ri. Sasa na jambo hilo huitwa dharuratu ash-shi'ri, kuonesha kwamba jambo hilo linaweza kutokea katika mashairi. Sawa sawa, lakini si katika upande gani? Upande wa nathri. Tamam. Hakadha. Wa munfasilun, na kigawanyo cha pili ni munfasilun, wa huwa alladhi yaka'u fi ibtida'i al-kalam. Wa huwa alladhi, nayo ni dhamiri ambayo yaka'u huwa inakuwepo fi ibtida'i al-kalam, katika mwanzo wa maneno. Nahu iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu. Wa yaka'u baada illa fi al-ikhtiyar, na hutokea kwa maana huwepo baada ya illa fi al-ikhtiyar, katika njia ya khiyari. Nahu ma na'budu illa iyyaka, hatukuabudu isipokuwa wewe. Tamam. Sheikh baada ya hapo akaingia kutueleza dhamirun muttasilun, akasema wal muttasilu 12, na dhamir muttasil ni 12. Nahu qaulika, ni mfano kusema kwako dharabani, amenipiga mimi. Tamam. Kwa hiyo hapa anazitaja dhamiru muttasil ambazo zimekaa katika sehemu ya maf'ulin bihi. Tamam. Hakadha akaanza na dhamiru mutakallim, akasemaje? Nahu qaulika, mfano kusema kwako dharabani, amenipiga mimi. Wa i'rabu, na i'rabu yake dharaba fi'lun madhi, wan nun lilwiqayati, wal ya'u dhamiru almutakallimi maf'ulun bihi mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli nasb. Tamam. Wa dharabana bi fathi al-ba'i, fana dhamiru almutakallim, basi hina hapa ni dhamiru almutakallim. Wa ma'ahu ghayruhu, akiwa pamoja na mwingine. Awil mu'adhimi nafsahu mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tamam. Hii na hapa imekaa katika sehemu ya maf'ulun bihi. Ikija dharabna, hapo inakuwa imekaa sehemu ya fa'il, lakini dharabana inakuwa imekaa sehemu ya maf'ulun bihi. Kuna tofauti kati ya dharabna na dharabana. Tamam. Dharabana ndio hii tulioneshwa hapa, dharabna tumeshaisoma kule nyuma. Wa dharabaka bi fathi al-kafi, kwa kutia fataha kafi. Falkafu, basi hii kafu hii dhamiru al-mukhatabi mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulin bihi, ni dhamiri ya mwenye kuzungumzishwa. Sawa sawa, mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulin bihi. Wa dharabaki bi kasri al-kafi, kwa kutia kasra kafu hii dhamiru al-mukhataba, ni dhamiri ya mwanamke mwenye kuzungumzishwa. Yule ya juu ni mwanaume, huyo ya chini mwanamke. Mabniyun 'ala al-kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tamam. Wa darabakuma, falkafu dhamiru al-mukhatabain, kafu ni dhamiri ya watu wawili wenye kuzungumzishwa. Mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, kisha hiyo kafu ndio nini? Ndio maf'ulun bihi wenyewe. والميم حرف عماد والالف حرف دال على التثنية. وضربكم فالكاف ضمير جمع الذكور، فالكاف ضمير جمع الذكور المخاطبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع. وضربكن فالكاف ضمير جمع الإناث المخاطبات مبني على الضم في محل نصب مفعول به والنون علامة جمع النسوة. وضربه فالهاء ضمير المذكر الغائب مبني على الضم في محل نصب مفعول به. تمام.
wa darabaha falhau dhamiru almuannathati. Sasa hii dhamiru almudhakkar alghaib, dhamiri ya mwanaume aliyekuwa mbali, kama mwanaume mwenye kuzungumziwa, na hii he ambayo na hii ha, tamam, kuna he na ha, na hii ha dhamiru almuannathati alghaiba, ni dhamiri ya mwanamke aliyekuwa mbali, mabniyun ala sukun, mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wa darabahuma falhau dhamiru almuthanna alghaibaini mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. والميم حرف عماد والالف حرف دال على التثنيه. mengi yatusha tafsiri kwa tunapita tu, tamam. وضربهم فالهاء he ya kwenye hu hum he ضمير جمع الذكور الغائبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم علامه الجمع او اسمها علامه جمع الذكور، تمام هكذا. وضربهن فالهاء هاء ya kwenye hunna ضمير جمع الإناث الغائبات مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والنون علامة جمع النسوة، تمام. hao ndio ismu dhamir ambao ni maf'ulun bihi, na tumeona i'rabu zake ziko wazi, tamam. Wal munfasilu 12, na dhamiri munfasil zipo ngapi? 12. Na hapa tutatolewa mifano ya dhamiri munfasil ambazo ni maf'ulun bihi, tamam. Nahu qawlika, mfano kusema kwako iyaya, sawa. Hii ndio ya kwanza fa idha qulta, basi pindi utakaposema ma akramta illa iyaya, haukumkirimu wewe, ma akramta, haukumkirimu wewe illa iyaya, isipokuwa mimi. Taqulu fi i'rabi, utasema katika i'rabu yake ma nafiyatun, ma ni yenye kukanusha, wa akramta, na akramta fi'lun wa fa'ilun, ni fi'l wa fa'il, wa illa adatu hasrin, ni chombo cha kudhibiti, chombo cha kudhibiti, kuonesha kwamba ule ukarimu haukufanya kwa yoyote isipokuwa kwangu mimi, kwa kadhibiti mpaka wa kutendeka ule ukarimu, tamam, kwake yeye, tamam. Hakadha, kwa illa ni adatu hasri. Wa in shi'ta qulta, na ikiwa utataka utasema pia illa harfu ijabin wa nafi, harfu ijabin nafi, tamam, harfun liijabin nafi, tamam. Hakadha. Wa in shi'ta qulta, na ukitaka utasema illa harfun liijabin nafi, ni herufi ya kuthibitisha kukanusha, sawa sawa, ni herufi ya kuthibitisha kukanusha, yani kile kilichokanushwa sasa hakijafanyika na kile ambacho hakijakanushwa ndicho kilichofanyika, sawa sawa. Ndio maana ya liijabin nafi. Kwa wa in shi'ta qulta, na ukitaka utasema illa hii harfun, ni herufin liijabin nafi, ya kuthibitisha kukanusha. Au ukitaka utasema illa adatu istithna'in, adatu istithna'in ni chombo cha kuvua, mulghatin, kilichopuuzwa, kwa maana ambacho hakijafanyishwa kazi, ndio maana kilichopuuzwa mulghatin, kilichopuuzwa, kwa maana ambacho hakijafanyishwa kazi, la amala laha, hakina kazi yoyote hapa. Sa wa iya dhamiru nasbin munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, tamam, li akramta. Na iya dhamiru nasbin ni dhamiri iliyonasibishwa, munfasilun, dhamiri ambayo haiungani na chochote. Kisikia munfasilun ni kitu chenye kupambanuka, kwa maana kitu ambacho hakifungamani na kitu chengine. Mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, imejengewa katika sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, katika sehemu ya kunasibishwa maf'ulun bihi li akramta, naye huyo iya ndiye maf'ulun bihi wa akramta, tamam. Wal ya'ul akhiratu, na yeye ya mwisho ile iliyokuja baada ya ile ya harfun dalun ala almutakallim, ni herufi yenye kumfahamisha mzungumzaji. Wa iyana lilmutakallimi, na hii iyana ni ya mwenye kuzungumza, wa ma'ahu ghayru, na akiwa pamoja na mwenzake, au almu'adhimi nafsahu, au ya mwenye kuitukuza nafsi yake. Wa iyyaka, na iyyaka bi fathi alkaf lilmukhatab,
ni mwanaume mwenye kuzungumzishwa. Wa iyaki, na iyaki bikasri alkafi, kwa kutia kasra kwenye kaf, lilmukhatabati, ni kwa mwanamke mwenye kuzungumzishwa. Wa iyakuma lilmukhatabain, na iyakuma ni ya watu wawili wenye kuzungumzishwa. Wa iyakum, na iyakum lijam'i dhukuri almukhatabina, ni ya kundi la wanaume wengi wenye kuzungumzishwa. Wa iyakunna, na iyakunna lijam'i alinathi almukhatabati, ni ya wanawake wengi wenye kuzungumzishwa. Tamam. Fa iya, basi iya fil jamii hiya dhamir. Fa iya, basi iya fil jamii, katika mifano yote, hiya dhamir, ndio dhamiri yenyewe. Wa kulluha yuqalu fiha, wa kulluha, na yeye zote, yuqalu fiha, zinasemwa katika irabu yake dhamiru nasbin. Tamam. Wa kulluha, na iya zote, na iya zote, yuqalu fiha, kuna semwa katika irabu yake dhamiru nasbin munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tamam. Wal ya'u fil awwal, na ye katika mfano wa kwanza harfun dalun ala almutakallim. Sasa kwa maana hapa anarudi kwenye mifano ile ya juu. Tamam. Wal ya'u, na ye fil awwal, katika mfano wa kwanza harfun dalun ala almutakallim, ni herufi yenye kumfahamisha mzungumzaji. Wa na fi thani harfun dalun ala almutakallim wa ma'ahu ghayruhu au almu'azzim nafsuhu, na ye katika ule mfano wa pili ni herufi yenye kumfahamisha mzungumzaji mmoja akiwa pamoja na mwenzake, au almu'azzim nafsuhu, au ni herufi yenye kumfahamisha yule mwenye kuitukuza nafsi yake. والكاف فيما بعده للمخاطب أو المخاطبة. تمام. والكاف، نكاف فيما بعده، إن يكوج بعد إيا للمخاطب، هو ni ya mwanaume mmoja mwenye kuzungumzishwa, au المخاطبة, au mwanamke mmoja mwenye kuzungumzishwa, au المخاطبين, au watu wawili wenye kuzungumzishwa, au المخاطبين, au watu wengi wenye kuzungumzishwa, au المخاطبات, au wanawake wengi wenye kuzungumzishwa. Tamam. Almukhatabina, wanaume wengi wenye kuzungumzishwa, au almukhatabat, au wanawake wengi wenye kuzungumzishwa. Wal mimu fi iyakuma, na mimu ile katika iyakuma harfu imadin, ni harufi ya nguzo, tushaisoma kule juu. Wal alif, na alifu inakuja baada ya mim. Wal alifu, na alifu inakuja baada ya mim, harfun dalun ala tathniya. Wal mimu fi iyakum, na mim katika iyakum hiya mwisho. Tamam. Harfun dalun ala jam'i almukhatabina, ni harufi yenye kufahamisha kundi la wanaume wengi wenye kuzungumzishwa. Wa nunu fi iyakunna, na nuni katika iyakunna harfun dalun, ni harufi yenye kufahamisha ala jam'i niswati almukhatabat, kundi la wanawake wengi wenye kuzungumzishwa. Tamam. Wa iyahu, na iyahu lilmufrad almudhakkar alghaib, iyahu hii lilmufrad almudhakkar alghaib, ni ya mwanaume mmoja aliyekuwa mbali. Wal hau, wa iyahu, na iyahu lilmufrad almudhakkar alghaib, ni ya mwanaume mmoja aliyekuwa mbali. Wal hau, na he yake ile he ilikuja baada iyahu. Tamam. Harfun dalun ala alghaiba, ni herufi yenye kufahamisha uwepo wa mbali. Wa iyaha lilmufradati alghaiba, sasa lilmufradati alghaiba ni ya mwanamke mmoja aliyekuwa mbali. Wa iyahuma lilmuthanna alghaibain, tamam, ni ya watu wawili waliokuwa mbali. Wa iyahum lijam'i dhukuri alghaibin, ni wanaume wengi waliokuwa mbali. Wa iyahunna lijam'i alinathi alghaibat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa ila huna antahi alkamalu lillahi والعصمة للأنبياء والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.